أعوذ بالله لطيف الخبير من الشيطان الرجيم. بسم الله بركة واستعانة، الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة. أيها الإخوة في الله، أحييكم بأجمل تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu wapendwa watazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katujalia tena kuendelea katika darsa yetu ya tajwid katika faslu ambayo tuliokuwa tumefikia, baada ya kumshukuru Mungu huyo, rehma na amani pia zimwendee mchujwa mukhbiri wa siri, kiongozi aliyeradhiwa kutuombea katika siku ya heka na majuto, bwana wetu kipenzi chetu, kiongozi wa mitume, Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapendwa, tunaendelea faslu fi ahkami nuni sakinati wa tanwin, somo katika hukumu za nuni yenye sakin na tanwin. Tulielezea kwamba tanwin ni zile fathatan, kasratan, dhammatan, na nuni sakin kama ambavyo inavyojulikanwa ni nuni ambayo yenye kuwa na kihati kama sifru, ambayo haiungani au wakati mwingine huungana katika maandishi juu ya nuni ile. An-nunu sakinatu wa tanwin kam halatan lahuma, nuni yenye sakin na tanwin ina hali ngapi? Kwa maana nuni yenye sakin na tanwin zina hali ngapi, ama hukumu ngapi, au mabadiliko mangapi? Lahuma arba'atu halat, nuni yenye sakine na tanwin ina hali 4. Al-izhar, hali ya kwanza iliyopo kati ya nuni yenye sakine na tanwin ni kudhihirisha. Wal-idgham, na idgham kwa maana kuchanganya. Wal-iqlab, na iqlabu kwa maana kugeuza. Wal-ikhfa'u, na hukumu ya mwisho ya 4 ambayo ni ikhfa kwa maana kuficha. Ndugu zangu, hizi ni hukumu mama katika usomaji wa Qur'ani tukufu. Katika hukumu, jambo ambalo kila msomaji yatakikana kuzingatia sana hukumu za usomaji wa Qur'ani, ili asije akawa msomaji anasoma hali ya kuwa Qur'ani inamlani kwa sababu yeye kuisoma visivyokuwa ndivyo, kama nilivyoelezea kule awali katika mukaddima. Hapa sasa ndiyo somo lenyewe linavyoendelea katika kujua hukumu za nuni yenye sakne na tanwin. Baada ya kujua kwamba nuni yenye sakne na tanwin ina hali 4, yani nuni yenye sakne na tanwini ina hali 4, tukaona hali hizo ni kudhihirisha, kuchanganya, kugeuza na kuficha, ambayo twasema al-izharu wal-idghamu wal-iqlabu wal-ikhfa. Ma haddu al-izhari lughatan wa istilaha, nini hukumu ya kudhihirisha kilugha na kisheria? Katika kitabu hiki kina muundo wa sin wa jim, kwa maana utakutana kuna sin na kuna jim. Ile sin ni kifupi, kirefu chake sualun, kwa maana swali, na ile jim utaikuta pale kirefu chake ni jawabu, kwa maana jawabu kwa Kiswahili au jibu. Kwa auliza ma haddul izhari lughatan wa istilaha, nini hukumu ya izhari kwa maana kudhihirisha kilugha na kisheria au kimapatano ya wanazuoni?
Amma lughatan, ama izhari katika lugha ya Kiarabu, neno hilo izhari fahuwa albayan, nayo ni kuacha wazi, kwa maana kubainisha. Wa amma istilaha, na ama kisheria au kimapatano ya wanazuoni, fahuwa, nayo hiyo izhar, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunna, ni kuitoa kila herufi katika matokeo yake pasina kutia ghunna. Asema wa huwa ikhraju alharfi almudhhir min makhrajihi min ghairi ghunnatin kamila. Asema nako uko kudhihirisha ni kuitoa herufi yenye kudhihirishwa katika matokeo yake pasina kuwa na ghunna iliyokuwa kamili, kwa maana ghunna iliyokamilika. Ghunna huwa sauti yakhruju min alkhayshum. Asema ghunna ni ile sauti ambayo huwa inatokea katika mionzi au wengine waita matundu ya pua. Kam hurufu al-izhari wa ma hiya, ni ngapi herufi za kudhihirisha na ni zipi? Hurufuhu sittatun, herufi zake ni sita. Wa hiya alhamza, nayo ni hamza au almaarufu alif, walha na he, walainu na aini, walha na he, walghainu na ghain, walkha na khe. Wajamaaha ba'duhum, na wamezikusanya baadhi yao, fi awaili kalimat, katika mwanzo wa maneno, nisfi baiti, ya nusu ubeti. Faqala, kasema mkusanyaji. Ubeti huu ndio ubeti ambao unaokusanya herufi sita za kudhihirisha. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Kwa hiyo katika akhi unachukua ile harfu ya mwanzo kama alivyosema, na wamezikusanya baadhi yao herufi hizi za kudhihirisha katika mwanzo wa maneno ya nusu ubeti. Kwa hiyo akhi unachukua ile alhamza ambayo ni alif iliyoanza pale, haka unachukua ile hau, ilma unachukua ile aini, hazahu unachukua ile he, ghairu unachukua ile ghain, khasir unachukua ile khe. Kwa hiyo hizi ni herufi sita ambazo zimekusanywa katika nusu ya ubeti, ambazo herufi hizo hupatikana mwanzo wa maneno. Utaona kwamba hata katika masomo haya ya kisekula, na wao pia huwa kuna kanuni zinawezesha mtu kuhifadhi vitu vingi kwa maneno mafupi. Mfano, unapoweza kubadilisha kilomita kwenda sentimita mpaka kufikia kilomita na kadhalika. Watu waliweka usemi wakasema kofia huuzwa dukani mwa Daudi senti 100. Kwa hiyo kupitia hapa unaweza kubadilisha kilomita mpaka kwenda katika mita na kadhalika. Kwa hiyo katika izhari umeweka ubeti huu, akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Narejea tena, katika akhi utachukua ile alif, haka utachukua ile herufi ya mwanzo ambayo ni he, ilman utachukua herufi ya mwanzo ambayo ni aini, hazahu utachukua herufi ya mwanzo ambayo ni he, ghairu utachukua herufi ya mwanzo ambayo ni ghaini, khasir utachukua herufi ya mwanzo ambayo ni khe. Kwa hiyo neno hili, nusu beti huu umekusanya herufi sita za izhar. Ma amsilatu dhalika ala tartib, nini mfano wa hizo hukumu, hizo herufi sita za izhari katika tungo, katika sentenso, katika mpangilio au katika tartib. Mithalu nuni inda alhamza,
mfano wa nuni inapopatikana nuni yenye sakne mbele yake pakawa na hamza ambayo ni alif. Hapa pana neno ambalo limeandikwa man aman, man aman, man aman. Huwezi kusema man, kwanza inakuletea shida. Kwa hiyo hapo man aman, annunu sakina hukumuha al-izhar. Nuni yenye sakine hapa hukumu yake ni kudhihirisha. Inafahamika vizuri hapo. Kwa hiyo nuni yenye sakine hukumu yake ni kudhihirisha. Kwa nini? Kwa sababu kukutana na hamza, na ile hamza ni moja katika herufi za kudhihirisha. Wa mithalu tanwini indaha, na mfano wa tanwini ambayo mbele yake kuna kuwa na hamza ambayo ni alif. Rasulun amin, rasulun amin. Uweze kusema rasulun amin, rasulun amin. Wa hadha, na hii mithalu ni mifano ma ambayo kwamba idha kana harfu al-izhar, pindi itakapokuwa herufi ya kudhihirisha, wa nunu, na nuni, au tanwin, au tanwini, min kalimataini, katika maneno mawili. Man aman, kwa hiyo man neno la kwanza, aman neno la pili. Kwa hiyo hii ni mifano katika kudhihirisha: nuni sakne kukutana na hamza, tanwini kukutana na hamza. Hizi ni mifano za nuni yenye sakin kukutana na hamza katika maneno mawili. Wa misaluhu min kalimat, na mfanoe katika neno moja: yan aun, yan aun, yan aun. Wa mithalu nuni inda alha, na mfano wa nuni katika he au mbele ya he: in hu, in hu, au ilivyoandikwa in huwa, lakini kihukmu in hu. Utakapokuwa ukisimamia hapo. Wa tanwini indaha, na tanwini mbele yake, yani tanwini kisha nakutana na ha: jurufin har, jurufin har, jurufin har. Wa hadha, na mifano hii, fi kalimataini, katika maneno mawili. Hiyo ni mifano ya tanwin inapokutana na ha. Wa mithaluhu fi kalima, na mfanoe katika neno moja: yanhaun, yanhaun, yanhaun. Wa mithalu nuni inda al-ain, na mfano wa nuni kwenye ain: min ilm, min ilm, min ilm. Wa tanwini indaha, na tanwini mbele yake au katika ain: sami'un alim, sami'un alim, sami'un alim. Wa hadha, na hii, fi kalimataini, katika maneno mawili. Wa mithaluhu fi kalimat, na mfanoe katika neno moja: yan'iqu, yan'iqu, yan'iqu. Wa mithalu nuni inda alha, na mfano wa nuni
katika he min hasana, min hasana, min hasana. Watanwini indaha, na tanwini mbele ya he, alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Wa hadha fi kalimataini, na hii ni mifano katika maneno mawili. Wa misaluhu fi kalima, na mfanowe katika neno moja, yanhitun, yanhitun. Wa misalu nuni inda alghain, na mfano wa nuni mbele ya ghain, min ghil, min ghil, min ghil. Watanwini indaha, na tanwini mbele yake, azizun ghafur, azizun ghafur, azizun ghafur. Wa hadha, na hii fi kalimataini katika maneno mawili. Wa misaluhu, na mfano wake fi kalimatin katika neno moja, fasayun ghaidun, fasayun ghaidun, fasayun ghaidun. Wa misalu nuni inda al-kha, na mfano wa nuni mbele ya khe, min khair, min khair. Kwa hiyo tanwini hukmuha al-izhar lidhikri al-kha'i ba'daha, wal kha min hurufi al-izhar. Kwa nuni sakne hapa hukumu yake ni kudhihirisha kwa kuitaja khe baada yake, na khe ni katika herufi za kudhihirisha. Watanwini indaha, na tanwini mbele yake, qaumun khasimun, qaumun khasimun. Kwa tanwin hukmuhu الإظهار لذكر الخاء بعدها أو بعده، والخاء من حروف الإظهار. Hukumu ya tanwini hapa ni kudhihirisha kwa kuitaja khe baada yake, na khe ni katika herufi za kudhihirisha. Katika ule ubeti, akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Wa hadha fi kalimatain, na hii ni katika mifano ya maneno mawili. Wa misaluhu fi kalima, na mfano wake katika neno moja, wal munkhaniqa, wal munkhaniqa, wal munkhaniqa. Waqis ala dhalika, utapima au utakisia katika mifano mingine sio kwa hiyo katika ile utakayokutana nayo, kwa kukutana na herufi 6 za izhari na nuni sakne na tanwin. Ma haddul idghami lughatan wa istilaha, nini hukumu ya idgham kilugha na kisheria, kwa maana kuchanganya kimapokezi ya wanazuoni na kilugha ya Kiarabu. Asema amma lughat, ama idgham kilugha, fahuwa idkhalu shay, nayo ni kuingiza kitu. Wa amma istilaha, na ama kisheria kimapatano ya wanazuoni, fahuwa tiqa'u harfi sakin bimutaharrik, nayo ni kukutana herufi yenye sakine kwa herufi yenye haraka za kawaida. Haraka hizo inawezekana ikawa fatha, kasra, dhammu na kadhalika. Bihaithu yasirani harfan mushaddada, kwa hali inayopelekea kuwa ile herufi yenye sakin na ile herufi yenye haraka zote mbili husababisha kupatikana herufi moja yenye shadda.
yartafi'u lisanu indahu irtifa'atan wahida, huinuliwa ulimi katika herufi hiyo mnyanyuo mmoja. Kam huruful idghami wa ma hiya, ni ngapi herufi za idgham, kwa maana herufi za kuchanganya, na ni zipi hizo? Hurufuhu 6, herufi zake ni 6. Wa hiya majmu'atun fi qawlika, nazo zimekusanywa katika neno lako. Yarmalun, yarmalun. Ye, re, mim, lam, waw, nun. Hizi ndizo herufi 6 za kudhihirisha. Ya'u, ra'u, mim, lam, waw, nun zimechanganywa ama zimekusanywa katika neno yarmalun. Ila kam qismi tanqasimu hadhihi alhuruf, katika vigawanyo vingapi zinagawanyika herufi hizi yarmalun? Ila qismaini, zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Bighunna, mgawanyo ambao unakuwa na ghunna. Wayusamma idghaman naqisa, na huitwa mchanganyo wenye upungufu au uliopungua. Wa bighairi ghunna, na zile ambazo zisizokuwa na ghunna, wayusamma, na huitwa idghaman kamila, mchanganyo uliokamilika. Falya, herufi ya ye, walwaw, na herufi ya waw, walmim, na herufi ya mim, wanun, na herufi ya nuni. Bighunna, hizi herufi zenyewe unapozisoma hizi kukutana na nuni sakine na tanwin, basi zenyewe hukumu yake ni idgham, nazo zimekusanywa katika neno yamnu. Yamnu, kwa maana ye, mim, nun, waw. Walam warra bila ghunna, na lam na re ni herufi za idgham zisizokuwa na ghunna. Ubeti wake ralla, ralla, kwa maana re na lam. Ma amthilatu dhalika ala tartibi, nini mfano wa hivyo katika mpangilio, katika uandishi, katika tartibu, katika sentenso na kadhalika. Misalu nuni sakinati inda alya, mfano wa nuni yenye sakine mbele ya ye, tunapata neno limeandikwa alif nun sakin ya ufath qaf dhamu lam dhamu, ambapo inasomwa ayaqulu. Udghimatu nunu sakinatu fil ya, imechanganywa nuni yenye sakne katika ye. Wa mithalu tanwin, na mfano wa tanwin, liqaumin yu'minun, liqaumin yu'minun. Udghimat tanwinu fil ya, imechanganywa nuni imechanganywa tanwini katika ye. Wa yushtaratu, na imewekewa sharti ama inashartishwa, ayakuna almudgham, iwe ile yenye kuchanganywa, walmudghamu fihi, na yenye kuchanganyiwa ndani yake, min kalimataini, iwe katika maneno mawili. Kwa ile inayochanganya na ile inayochanganywa, hivi vinatakiwa viwe katika maneno mawili. Kama musila, kama ilivyotiliwa mfano ama ilivyopigiwa mfano. Fa in kana min kalimatin wahida, ikiwa herufi hiyo ya idgham itakuwa katika neno moja, yajibu izharuhu, inapaswa kuidhihirisha. Mithlu, mfano dunya, dunya, dunya. Afu neno lingine qinwan, sinwan, bunyan. Khawfa min al-itibas mudha'if, kwa kuhofia katika kuchanganya katika kile
kilichodhaafishwa. Wa mithalu nuni fil mim, na mfano wa nuni katika mim. Mimmalja, mimmalja. Wa tanwini, na tanwini. Hudam min rabbihim, hudam min rabbihim. Wa mithalu nuni fil wa, na mfano wa nuni katika wao. Min waraihim, min waraihim. Wa tanwini, na tanwini. Hudan wa rahmah, hudan wa rahmah. Wa mithalu nuni fi nuni, na mfano wa nuni katika nuni. In naqulu. Wa tanwini, na tanwini. Hittatun naghfir, hittatun naghfir. Wa hadha kulluhu, na hizi zote idgham bi ghunna, ni idgham yenye ghunna ama mchanganyo wenye ghunna. Na kama tulivyoelezea, ghunna ni ile sauti ambayo inatokea katika mionzi ya pua. Wa mithaluhu bila ghunna, na mfano wake usiokuwa na ghunna. Wa huwa idghamu nuni sakinati au tanwini fil lam wal ra, nayo ni kuichanganya nuni yenye sakne katika lam na re. Fa mithalu nuni fil lam, mfano wa nuni katika lam. Yubayyin lana, yubayyin lana. Hapa imeandikwa yubayyin lana, yubayyin lana, lakini usomaji uliokuwa sahihi yubayyin lana. Wa tanwini, na tanwini. Hudan lilmuttaqin. Wa mithalu nuni fi ra, na mfano wa nuni katika re. Min rabbihim, min rabbihim. Hapo imeandikwa min rabbihim, min rabbihim. Usomaji fasaha. Min rabbihim, min rabbihim, min rabbihim. Wa tanwini, na tanwini. Ghafurur rahim, imeandikwa ghafurun rahim, ghafurun rahim. Usomaji wake kiufasaha. Ghafurur rahim, ghafurur rahim. Wa qis ala dhalika, na utapima juu ya hivyo. Kwa hivyo leo, ndugu zangu watazamaji, tumetazama hukumu za nuni yenye sakini na tanwin. Tumeona hukumu zake ni 4, ambayo ni izhar, idgham, iqlab na ikhfa. Darsa yetu ya leo imeanzia kuelezea izhar katika lugha na kisheria, na kuzijua herufi za izhari na mifano yake katika nuni sakine na tanwin. Lakini tukaelezea pia idgham katika lugha na kisheria, na kujua herufi zake na mgawanyo wa herufi zake, na mifano ya idgham yenye ghunna na ile ambayo isiyokuwa na ghunna. Kwa leo, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.